Lamine Yamal kuna kiwango ambacho amekionyesha kwenye mchezo wa jana, kuna kiwango ambacho amekionyesha kwenye Euros ambacho amekuwa mabingwa Spain, kuna kiwango ambacho ameendelea kukionyesha anapocheza michezo yake mingi kwenye El Clasico dhidi ya Real Madrid na michezo mingi kwa ujumla, amekuwa na ubora wa hali ya juu sana. Kwa hiyo huwezi ukaacha kumzungumzia, na kilichobakia ni consistency. Yaani kama akiwa na muendelezo huu, tunakwenda kuwa na mchezaji mwingine bora baada ya miaka mingi. Yaani hao wachezaji wanazaliwa. Simone Inzaghi, kocha wa Inter Milan, amezungumza kwamba aina ya wachezaji hawa wanazaliwa kila baada ya miaka 50. Akimtaja Lamine Yamal. Yaani anasema unaweza asifunge lakini yale mabao mengi. Unajua ukiacha dakika 5 za mwanzo, dakika zilizo salia Inter Milan wamecheza nyuma ya mpira. Wao wamecheza nyuma ya mpira, touches nyingi zilikuwa ni Lamine Yamal. Anapokuwa na mpira na kulazimisha wewe urudi chini. Kwa hiyo mwisho wa siku ikawafanya Inter Milan wacheze zaidi kwenye eneo lao zaidi ya wao kwenda kushambulia. Though walikuwa too clinical, wakija ni hatari. Sekunde tu ya 30 ngapi kamba. Kwa hiyo walikuwa wakija kuna hatari wanayoonyesha. Tukimzungumzia Lamine Yamal, tumweke kwenye huo mstari pia Denzel Dumfries ambaye aliweka kambani mabao mawili. Huyu ni wingback, lakini alikuwa akiona tumepanda anakwenda haraka haraka anajaribu kufanya kitu. Nafasi wamepata wamefunga, lakini walikuwa outclassed. Na hata huu mchezo ukisema kwamba ndio wanakwenda San Siro, lakini still unawapa nafasi kubwa ya Barcelona kufanya kitu kwa aina ya mchezo ambao walikuwa nao hapo jana.